Sky TV. Hujambo mtazamaji wa Sky TV na karibu katika ulimwengu wa habari. Habari kuu siku huu: shule ya msingi na zahanati wilayani Kyela mkoani Mbeya hatarini kusombwa na mto. Katika habari za kimataifa, Marekani yaitaka Rwanda kuwaondoa wanajeshi wake DRC. Na katika michezo, serikali yatoa msimamo kuhusu dabi ya Kariakoo. Naam, karibu katika uchambuzi wa ulimwengu wa habari kutoka hapa Sky TV. Naitwa Maliango Mugeta. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan anatarajiwa kuzindua kampeni ya chanjo na utambuzi wa mifugo kitaifa Juni 16 mwaka huu katika mji wa Bariadi mkoani Simiyu. Akizungumza na waandishi wa habari jijini Dodoma leo Juni 11, Waziri wa Mifugo na Uvuvi Mheshimiwa Dr. Ashantu Kijaji amesema uzinduzi wa kampeni hiyo ya chanjo ni sehemu ya juhudi za serikali katika kuhakikisha kuwa inaendelea kuweza kuboresha afya ya mifugo hapa nchini. Tupate taarifa zaidi. Ili niweze kuwajulisha kuhusu uzinduzi wa zoezi la chanjo na utambuzi wa mifugo ambalo linataraji kufanyika tarehe 16 mwezi huu wa 6 mwaka 2025 pale mjini Bariadi mkoani Simiyu. Mgeni rasmi katika uzinduzi huu wa kampeni ya chanjo na utambuzi wa mifugo kitaifa atakuwa ni Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tukio hili la uzinduzi wa chanjo litatanguliwa na kongamano kubwa la kwa mara ya kwanza la wafugaji ndani ya taifa letu, ambalo kongamano hili limeandaliwa na Chama cha Wafugaji Tanzania na tunataraji litafanyika kwa siku 2 ambapo ni tarehe 14 na tarehe 15 ya mwezi huu wa 6 mwaka 2025 pale mjini Bariadi mkoani Simiyu, ambapo kwenye ufunguzi wa kongamano hili tunamtarajia mgeni rasmi wetu atakuwa ndugu Balozi Dr. Emmanuel Nchimbi, Katibu Mkuu wa Chama cha Mapinduzi Taifa. Serikali yetu imetenga jumla ya shilingi bilioni 69.2 kwa ajili ya utoaji wa chanjo na utambuzi wa mifugo kitaifa kwa magonjwa 5 ya kipaumbele ili kuyadhibiti na kuyatokomeza kabisa hapa nchini na kuwezesha kufungua fursa za masoko hayo ambayo nimeyataja kabla. Ndugu wanahabari, katika kufanikisha kampeni hii na kuhakikisha inakuwa endelevu, serikali yetu pia imeweza kununua vitendea kazi ambavyo ni pikipiki 700 na vishikwambi 4500 ambavyo tunatarajia pia vitakabidhiwa kwa maafisa ugani wetu wa mifugo na Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa awamu hii ya kwanza ya mpango huu na kampeni ya kitaifa ya uchanjaji mifugo itakayoanza mara tu baada ya uzinduzi, jumla ya ng'ombe milioni 19 na 97,223 watachanjwa dhidi ya ugonjwa wa homa ya mapafu ya ng'ombe, yani CBPP. Mbuzi na kondoo wetu tunataraji tutawachanja milioni 17 dhidi ya ugonjwa wa sotoka ya mbuzi na kondoo. Na vile vile jumla ya kuku wa asili milioni 40 watachanjwa dhidi ya mdondo wa kuku, ndui ya kuku pamoja na mafua ya kuku.
Hapa natamani kusema zaidi, kwani ni muhimu pia Watanzania wakajua Mheshimiwa Rais ametoa ruzuku ili tufanikishe zoezi hili, ambapo tutaweza kwa ng'ombe wetu mfugaji atachangia shilingi 500 na Mheshimiwa Rais anachangia shilingi 500 kwa kila ng'ombe, na kwa mbuzi wetu na kondoo mfugaji atatoa shilingi 300. Naam, ni wasaa na fursa nzuri zaidi kwa wafugaji hususan katika mkoa wa Simiyu kuchangamkia fursa na kufuatilia ratiba namna itakavyokuwa ili kuweza kupeleka mifugo hiyo kupata chanjo. Wakazi wa kata ya Hezia, jimbo la Viwawa, mkoani Songwe, wameshukuru serikali pamoja na mbunge wa jimbo hilo Mheshimiwa Japhet Hasunga kwa kufanikisha ujenzi na uboreshaji wa huduma za afya katika kituo cha afya cha kata hiyo, huku mradi huo ukiwa umegharimu zaidi ya shilingi milioni 600. John Kiango ana undani wa taarifa ifuatayo. Wakazi wa kata ya Hezia, jimbo la Viwawa, mkoani Songwe, wameishukuru serikali pamoja na mbunge wa jimbo hilo Mheshimiwa Japhet Hasunga kwa kufanikisha ujenzi na uboreshwaji wa huduma za afya katika kituo cha afya cha kata hiyo, huku mradi huo ukigharimu zaidi ya shilingi milioni 600. Wakizungumza na Sky TV katika uzinduzi wa kituo hicho, baadhi ya wananchi wamesema walikuwa wakikumbwa na changamoto kubwa ya upatikanaji wa huduma za afya, hali iliyowalazimu kusafiri umbali mrefu kwa zaidi ya kilomita 10 kutafuta matibabu, hali hiyo iliyosababisha baadhi ya wagonjwa kufariki njiani na kina mama kujifungulia njiani kutokana na kukosekana kwa huduma za dharura kwa wakati huo. Mimi namshukuru Mungu kwamba kituo hiki sisi tulikuwa tunatibiwa kwa shida. Kutoka hapa kwenda Viwawa usafiri ulikuwa wa shida, lakini sasa hivi tunashukuru uongozi wa Samia pamoja na mheshimiwa mbunge pamoja na diwani wamesogeza huduma karibu. Wananchi wa Hezia sasa hivi tunahudumiwa vizuri, na tunaomba tu waendelee kutuongezea wafanyakazi waweze kuwa wengi ili huduma yetu tuendelee kulaza sehemu hii. Enda kwa baskeli, unaona kutoka hapa mpaka Viwawa ilikuwa ni shida kwenda kwa baskeli, mtu anaweza kafariki au mama kajifungulia njiani, lakini sasa hivi huduma iko karibu. Tulikuwa tunapata shida sasa wakati wa kina mama wale kujifungua na nini, tulikuwa tunapata tabu. Kwa hiyo naishukuru sana serikali kwa kutuletea kituo cha afya, na ombi langu kabisa napenda iboreshe zaidi kwa sababu kuna vipengele ambavyo bado havijakamilika, ili tuweze kukamilisha na vianze kutumika kwa ipasavyo. Kwa mfano, mtu akifa hapa hatuna mochwari. Kwa labda mtu akifa tunaweza kumlaza mochwari tukaendelea kusubiri utaratibu wa mazishi. Na hapo awali tulikuwa tunapata shida sana. Kwa mfano, kwa sisi akina mama wajawazito, ukiwa upo leba ilikuwa paka tuende Viwawa, lakini kwa sasa tumepata kituo cha afya jirani. Tunasema asanteni. Na kwa wale wagonjwa tunapata huduma haraka za mwanzoni. Msimamizi wa kituo hicho amesema kuwa tayari baadhi ya huduma zimeanza kutolewa, huku akitaja baadhi ya changamoto wanazokabiliana nazo katika hatua ya awali ya uendeshaji. Wananchi kwa ujumla wamefurahia sana kitendo hiki na wanampongeza mama kwa sehemu kubwa, hususan sisi wenyewe kama watumishi wa kituo hiki tunampongeza mama kwa kuleta hii huduma, na wananchi wanapata huduma stahiki katika kituo hiki, hususan wamama ambao mama wajawazito ambao walikuwa wanatembea umbali mrefu kwenda kutafuta huduma kama ya kujifungua. Kwa sasa wanaipata kwa urahisi sana na maeneo ambayo ni jirani na makazi yao. Lakini pia tunazo changamoto ndogo ndogo kama za kikazi. Kulingana na hadhi ya kituo sasa kinazinduliwa rasmi kuwa kituo cha afya, tunategemea kwamba kituo cha afya angalau kiwe na watumishi wasiopungua 30. Lakini mpaka sasa tupo watumishi 4 tu katika kituo hiki. Kwa upande wake, mbunge wa jimbo la Viwawa Mheshimiwa Japhet Hasunga amewahimiza wananchi wa kata hiyo ya Hezia kujiandaa na kujiunga na mfumo mpya wa matumizi ya bima ya afya ili kuhakikisha huduma bora na endelevu zinapatikana kwa wote. Tumetunga sheria ya bima mpya ambayo ni lazima kwa wananchi wote. Leo hii bima ilikuwa ni hiari.
ukijisikia ndio unakata. Sasa hivi inayokuja ni ya lazima kwa kila mtu kuwa nayo. Tunataka kila mtu awe na bima kuanzia mwaka 2026 awe na bima. Ukija hapa usije na keshi, uje na kitambulisho cha bima. Kituo cha afya cha Hezia kinahudumia zaidi ya kata 2 na kinatarajiwa kwa msaada mkubwa kwa wananchi wa wilaya ya Mbozi pamoja na wilaya jirani ya Ileje. Nikiripoti kutoka mkoani Songwe, mimi ni John Kiango, Sky TV. Naam, ni makubwa hayo ambayo yanafanywa na mbunge Vwawa Japhet Hasunga katika kuhakikisha kwa maendeleo yanapatikana katika jimbo hilo. Shule ya msingi na zahanati ya kijiji cha Ilomba, kata ya Kama, wilaya ya Kyela, mkoani Mbeya, zipo hatarini kuweza kusombwa na mto kutokana na barabara kujaa maji, na hali ambayo imeweza kupelekea wananchi kuwa na hofu ya kupita mara baada ya kuweza kutumia usafiri wa bodaboda. Taarifa zaidi tunaungana naye Upendo Kibetile. Wani wa kata Ikama Ritiko Mwakalinga pamoja na wananchi wa kijiji hicho wameeleza hali halisi wanayopitia, huku wakiomba serikali kutatua changamoto hiyo ili kuweza kunusuru shule na zahanati. Ukitoka hapa kwenda kwenye shule ya Iropa ni kama kilomita 1. Mheshimiwa mkuu wa mkoa, shule ile ni hatari. Kuna zahanati, kuna shule. Mto umekata kabisa ile barabara. Barabara imeisha. Ninavyosema kutoka kwenye mto kwenda kwenye shule ya msingi na zahanati ni mita 50. Kwa muda wote ile shule, mkuu wa mkoa na zahanati vinaondoka. Nimepiga kelele lakini ni hela tu hamna. Mkuu wa wilaya amejitahidi kwa uwezo wake, ameshindwa kwa sababu hela ni ndogo. Lakini kwa sababu wewe ni mkuu wa ulinzi na usalama kwenye mkoa wa Mbeya, na nakufahamu comrade Dr. Comrade Juma Omela, nafikiri kusema neno ile pale tunaweza tukaokoa pale. Mheshimiwa mkuu wa mkoa, hiyo barabara kero, si mmeiona huko barabara kero, yani shida, magari hatupitishi. Kama tunasafirisha mipunga tunapata tu shida, maana mashamba yote yako huko. Ni changamoto kubwa sana, ni changamoto nzito ambayo tunagharimu tena wa pikipiki. Hata ukiomba gari ili kusafirishie ni shida, gari halipiti. Kwa upande wake, meneja wa TARURA wilaya ya Kyela Karimu Mtongata ameeneza jitihada walizozifanya katika kutatua changamoto hiyo, huku mbunge wa jimbo la Kyela Ali Jumbe akatoa suluhisho la kuepukana na adha hiyo. Kwenye eneo hilo imekuwa changamoto kidogo kwa sababu eneo lililobaki ni finyu na eneo lililobaki ni wananchi. Kwa hiyo nilimuomba mheshimiwa diwani aongee na jamii ya maeneo yale ili waweze kutupa eneo tuweze kuichepusha ile barabara kukimbia ule mto. Pale ni kwamba mto unakula eneo la shule na zahanati. Kwa mto badala ya kupita kwenye kozi yake unatoka unakula eneo la kushoto ambako na barabara pia imepita. Kwa suluhisho la pale kujenga gabions ili mto huo usije tena kula barabara na kuingia kwa wananchi. Akijibu malalamiko hayo, mkuu wa mkoa wa Mbeya Dr. Juma Omela akatoa maelekezo kwa wakala wa barabara vijijini na mjini TARURA kuhakikisha wanashughulikia tatizo hilo kwa haraka. Andika mapendekezo yako. Ukishaandika hiyo barua, anambia maelekezo ya mkuu wa mkoa wa Mbeya kwamba alifika kwenye ziara na ametuelekeza kwamba tuandae uwezekano wa kudhibiti eneo ambalo linaenda kuharibu miundombinu ya shule pamoja na zahanati. Alafu baada ya hapo wao TARURA watakuja kuangalia, wataangalia mazingira jinsi yalivyo. Baada ya hapo tuweze kuendelea. Sawa. Kama kuweka gabion, maana ni kazi ambayo tunaweza tukaifanya. Kwa wewe liandikie hilo haraka sana kwa engineer Kindole. Sawa mkuu. Haya ndio maelekezo yangu. Yaani hakikisheni mnakamilisha. Tutakamilisha. Nikiripoti kutoka wilaya ya Kyela mkoani Mbeya, Upendo Kibetile, Sky TV. Na mtazamaji, unatazama Ulimwengu Habari kutoka Sky TV, na habari kuu usiku huu ni shule ya msingi na zahanati wilayani Kyela mkoani Mbeya viko hatarini kusombwa na mto. Katika habari za kimataifa, Marekani yaitaka Rwanda kuwaondoa wanajeshi wake DRC. Na katika michezo, serikali yatoa msimamo kuhusu dabi ya Kariakoo. Serikali imetoa wito kwa sekta binafsi pamoja na wananchi kwa ujumla kuweza kuchangamkia fursa za uwekezaji katika biashara na ya carbon ili kuinua uchumi na kuhifadhi pia mazingira katika kupanda miti na kuweza kuitunza. Naibu Waziri Ofisi ya Makamu wa Rais Muungano na Mazingira, Mheshimiwa Hamza Khamis
ametoa wito huo wakati akijibu swali la mbunge wa viti maalum Mheshimiwa Zayun Swai alitaka kujua kuwa ni mkakati gani ambao unafanywa kuvutia wawekezaji wa biashara ya carbon katika mkoa wa Arusha. Ofisi ya Makamu wa Rais kupitia Kituo cha Taifa cha Kuratibu Kaboni yani NCMC kwa kushirikiana na Ofisi ya Rais TAMISEMI inatekeleza mikakati mbalimbali ya kuvutia wawekezaji wa biashara ya kaboni katika mkoa wa Arusha. Mikakati hiyo ni pamoja na kuandaa kanuni za udhibiti na usimamizi wa biashara ya kaboni za mwaka 2022 ambazo zimefanyiwa marekebisho ya mwaka 2023. Aidha, kuanzishwa kwa Kituo cha Taifa cha Kuratibu na Kufuatilia Biashara ya Kaboni yani National Carbon Monitoring Center. Aidha, kutoa elimu kwa umma kuhusu biashara ya kaboni na kuendelea kuhamasisha sekta binafsi kuwekeza katika biashara hiyo. Kutokana na hatua hizo, taasisi na kampuni mbalimbali zimeonyesha nia kuwekeza kwenye biashara ya kaboni katika mkoa wa Arusha, hususan katika halmashauri za wilaya ya Karatu na Monduli. Taasisi na kampuni hizo ni pamoja na kampuni ya The Nature Conservancy, Arbin, Soil for the Future Tanzania na Carbon Tanzania. Mheshimiwa Spika, napenda kuwahamasisha sekta binafsi na wananchi wote kuendelea kuchangamkia fursa za uwekezaji katika biashara ya kaboni. Aidha, serikali itaendelea kusimamia sheria, kanuni na miongozo na taratibu katika uendeshaji wa biashara hii ili wananchi wavutiwe na wanufaike na uwepo wa biashara hii. Mheshimiwa Spika, nakushukuru. Mheshimiwa Zaitun Swai, swali la nyongeza. Asante Mheshimiwa Spika. Kwa kuwa biashara hii ya carbon ni muhimu sana kwa ajili ya kutuongezea mapato kwenye halmashauri zetu, ni upi mkakati wa serikali kushirikiana na sekta binafsi kutafuta masoko ya uhakika? Lakini swali la pili Mheshimiwa Spika, uelewa wa biashara hii ya hewa ukaa bado ni mdogo sana, hususan kwenye jamii za kifugaji. Ni upi mkakati wa serikali kuhakikisha wananchi wanapatiwa elimu juu ya faida ya biashara hii? Asante Mheshimiwa. Mheshimiwa Naibu Waziri, majibu. Mheshimiwa Spika, naomba kujibu masuala mawili ya nyongeza Mheshimiwa Zaituni kama ifuatavyo, lakini nichukue fursa hii nimpongeze sana kwa kuwa amekuwa na hamasa kubwa ya kutaka kujua faida, fursa na elimu ya biashara hii. Mheshimiwa, nianze tuna swala hili la masoko kwa wadau mbalimbali. Mheshimiwa, nakumbuka mwezi wa 4 katika mwaka huu, mwezi wa 4 tulifanya mkutano mkubwa katika mkoa wa Dar es Salaam, na mkutano ule ulikuwa unahusisha masuala haya ya biashara ya kaboni, na tuliweza kualika watu mbalimbali wakiwemo wawekezaji, taasisi za serikali, taasisi binafsi, viongozi wa serikali kwa maana kwamba kwa wilaya, kwa mikoa, madasi na marasi, wote ikiwa na lengo kwanza kuwapatia elimu, lakini pili ilikuwa ni kueleza fursa zinazopatikana kutokana na biashara hii, lakini kubwa zaidi ilikuwa ni kuonesha wapi masoko yanapatikana katika biashara hii. Nimwambie tu Mheshimiwa kwamba serikali itaendelea kutafuta masoko ya biashara hii, wawekezaji waje, na tayari wapo wawekezaji ambao wameshajitokeza kwa ajili ya kuanza kufunga mkataba na kufanya biashara na serikali ili kunufaisha wananchi. Lakini mwambie tu Mheshimiwa kwamba kwa sababu elimu hii bado haijaenea nchi nzima, tutaendelea kutoa elimu kwenye makundi tofauti, hasa kwa makundi ya wafugaji, hasa na wakulima, hasa wale wa vijijini, kwa sababu wao ndio ambao wanasimamia misitu mikubwa inayozalisha hii carbon. Mheshimiwa Spika, nakushukuru. Mheshimiwa Abdul Maalim, swali la nyongeza. Asante sana Mheshimiwa Spika. Je, kuna mkakati gani ya kuwashirikisha wadau wa Zanzibar ili kunufaika na biashara hii ya hewa ya ukaa? Mheshimiwa Naibu Waziri, majibu kwa kifupi. Mheshimiwa Spika, baada ya kuona kwamba kuna misitu mikubwa Zanzibar ambayo inaweza ikazalisha, tena ni asili na miti mikubwa ambayo ina uwezo wa kuzalisha na kutoa carbon nyingi kwa sababu iko muda mrefu, tumeona na wenzetu Zanzibar tushirikiane nao. Tumeshirikiana na ZEMA, tumeshirikiana na waheshimiwa wawakilishi, waheshimiwa masheha, waheshimiwa wakuu wa wilaya, waheshimiwa wakuu wa mikoa na baadhi ya mawaziri, ili lengo na madhumuni kupeleka elimu hii, na kwa sababu fursa hii ipo Zanzibar. Nimwambie Mheshimiwa Abduli kwamba kutokana na elimu tuliyoitoa, sasa Zanzibar inakwenda kunufaika na biashara hii ya hewa ukaa. Naam, asante kwa taarifa hiyo. Mradi ya visima 10 inayotekelezwa katika majimbo ya Busanda na Geita mkoani Geita inatarajiwa kuweza kukamilika mwishoni mwa mwezi huu, na inaelezwa kuwa miradi hiyo inatoa
fursa na adha ya maji kwa wananchi na kuondolea usumbufu unaopatikana kwao. Michael Bundala kutoka mkoani Geita ana undani wa taarifa ifuatayo. Hapa ni katika mradi wa maji uliopo katika kijiji cha Buyagu mkoani Geita, ambao ni miongoni mwa miradi ya visima 900 ambavyo vinatekelezwa nchi nzima kwa Tanzania bara kwa ajili ya kupeleka huduma ya maji karibu na wananchi. Ni mradi unaoelezwa kuwa utahudumia wananchi 500 wa kijiji cha Buyagu na kutatua adha ya maji inayowakabili. Miradi ya namna hii inajengwa 5 kwa kila jimbo, na mbunge mwenye jimbo anayo maamuzi ya wapi mradi kama huu anaweza kuupeleka kulingana na uhitaji wa wananchi wake. Mradi huu wa kisima cha maji unaendelea kutekelezwa katika kijiji cha Buyagu, utatumia kiasi cha shilingi milioni 76 na utaanza kutoa huduma ya maji mwishoni mwa mwezi huu. Sasa kazi hizo fanyika katika eneo hili. Kwanza ni uchimbaji wa kisima, lakini la pili ni kuweka sola na pampu za kuweza kusukuma hayo maji yaliyo kwenye kisima, ulazaji wa bomba, lakini vile vile na ujenzi wa kituo, ambapo hapa sasa tutaweka tenki hapo juu ili wananchi waanze kupata maji hapo chini kwenye kioski. Unaweza kuona kwa awamu ya kwanza tumefikisha makao makuu ya kijiji, na kijiji tulichopo hapa ni Buyagu. Tubakiza wastani asilimia kama 10 tu wananchi waanze kupata huduma. Kila kazi imefanyika kwa ubora unaotakikana, na tunaamini wananchi wa eneo hili ndani ya muda mfupi, siku kama 5 au 6, wataanza kupata huduma ya maji safi na salama. Maneno Hassan Doma ni mwenyekiti wa kijiji cha Buyagu ambapo mradi huu unaendelea kujengwa, na anasema kwamba kwa niaba ya wananchi wa kijiji hiki anaishukuru serikali kwa kuwapatia mradi huu. Ninashukuru kwa ajili ya kisima hiki ambacho tumekipata leo, ambacho ni cha 900. Kila jimbo ni visima 5 vinatakiwa kila jimbo. Mungu amesaidia, mama ametuletea kisima tumepata katika eneo letu la Buyagu. Mradi wa kisima cha maji katika kijiji cha Buyagu katika halmashauri ya wilaya ya Geita ni miongoni mwa miradi 10 inayoendelea kutekelezwa katika halmashauri hii iliyo na majimbo mawili ambayo ni Busanda na Geita, ambayo kila jimbo inatekeleza miradi 5 ya namna hii, ambayo yote kwa pamoja inatarajiwa kuanza kutoa huduma ya maji mwishoni mwa mwezi Juni mwaka huu kwa mujibu wa RUWASA. Kutoka mkoani Geita, Michael Francis Bundala, Sky TV. Asante Michael Bundala kwa taarifa hiyo. Makamu mkuu mstaafu wa Chuo Kikuu Huria cha Tanzania, Profesa Alphonse Bisanda, amewakumbusha serikali kulipa madai na stahiki mbalimbali za watumishi ambao wanakaribia kiasi cha shilingi bilioni 9. Nora Damian ana undani wa taarifa ifuatayo. Hizi ni shamra-shamra za kumwaga makamu mkuu mstaafu wa Chuo Kikuu Huria cha Tanzania, Profesa Alphonse Bisanda, na kumsimika makamu mkuu mteule Profesa Alex Makulilo, hafla iliyofanyika leo jijini Dar es Salaam. Akizungumza katika hafla hiyo, Profesa Bisanda amesema katika kipindi cha uongozi wake kumekuwa na maendeleo makubwa ya kitaaluma licha ya changamoto chache zilizopo. Ninapokuwa na mkabidhi mrithi wangu uongozi wa chuo hiki, bado ninasononeka kwamba hazina mpaka sasa wameshindwa kulipa stahili za watumishi. Toka Julai 2020 hadi sasa serikali haijalipa posho za nyumba, posho za madaraka, posho za wataalamu wa nje na wanataaluma wa nje, posho za kujikimu na usafirishaji wa mizigo kwa waajiriwa wapya, na madai mengine mengi ambayo sasa yanakaribia bilioni 9. Kwa hiyo ninaomba uongozi wa sasa ukashirikiane na uongozi wa SUA katika kushinikiza deni hili lilipe mara moja. Nakiri na nafurahi kusema kwamba pale ambapo baraza letu lilitoa maelekezo kwa management, wewe na timu yako mliatekeleza vizuri na kuleta mrejesho kwenye vikao vya baraza. Naye mkuu wa Chuo Kikuu Huria ambaye pia ni waziri mkuu mstaafu Mizengo Pinda amesema wasomi wengi bado wana nafasi kubwa ya kusaidia nchi katika nyanja mbalimbali na kushauri waendelee kutumika. Tafu, usidhani wewe umechoka hohe hai una cha kusaidia, hapana. Hivi kichwa cha Bisanda kile utasema hakina kazi tena? Hapana. Kama tukimtupilia mbali kwamba nenda zako huko una chochote,
itabidi baadaye tujiulize, were we right but too late. Kwa ni vizuri tukaanza kulisema hili kwa dhati kabisa, ili tuweze kutambua kabisa kwamba wasomi wengi bado wana nafasi kubwa ya kusaidia nchi yetu katika nyanja zao mbalimbali. Huyu mzee hapa ametoka, lakini mimi namjua kidogo. Mwana sayansi mzuri sana. So I keep on hoping kwamba wale wapambe ambao tuko karibu jitu kama hili tuhakikishe kwamba hatumbwagi. Nachukua uteuzi huu kama fursa adhimu kwangu katika kutoa mchango uliotukuka ili kukifikisha chuo katika malengo yake na kuwa miongoni mwa vyuo vikuu bora Tanzania, Afrika na duniani. Profesa Disanda alikuwa makamu mkuu wa chuo hicho kwa miaka 10 kuanzia mwaka 2015 hadi 2025, na Profesa Makulilo anayepokea kiziti hicho amebobea katika masuala ya udhibiti wa faragha za data, usalama wa mtandao na masuala ya sheria, na amechapisha machapisho zaidi ya 50. Kutoka Dar es Salaam, Nora Damian, Sky TV. Naam, wafugaji katika halmashauri za mkoa wa Geita wanafanya ziara katika nchi ya Uganda ili kujifunza njia bora za kisasa za ufugaji wenye tija. Ibrahim Jamal ana undani wa taarifa ifuatayo. Ni ziara ya siku 5 nchini Uganda ambayo imehusisha jumla ya wafugaji wa ng'ombe wa nyama 28 iliyoratibiwa na ofisi ya mkuu wa mkoa wa Geita, ikilenga kukuza uchumi wa mfugaji. Balozi wa Tanzania nchini Uganda, Jenerali Paul Kisesa Simuli, amesema kuwa serikali ya Tanzania kupitia Wizara ya Mambo ya Nje inayo sera ambayo inahusisha diplomasia ya uchumi. Hivyo kupitia ziara hiyo, ubalozi huo unatekeleza sera hiyo. Tanzania ina sera zake na hasa Wizara ya Mambo ya Nje. Na sera mojawapo ni diplomasia ya uchumi. Kwa hiyo hapa tunachokitekeleza kama ubalozi, tunatekeleza hiyo sera ya diplomasia ya uchumi, na ndio maana nikaweza kuongea na wakuu wa mikoa mbalimbali, na kwa bahati nzuri mkoa wa Geita umeitikia, na mshukuru sana huyo mkoa wa mkoa. Lakini na mikoa ambayo imesalia, ambayo nimeshafanya mazungumzo nao, wangefanya utaratibu tu kuwatafuta hao wakulima waweze kuja na kuendelea na mafunzo haya mazuri kabisa ambayo kwa ujumla tunapata bure. Wapi hapa duniani unaweza kupata mafunzo bure ya namna hii? Ni kwamba Uganda inatupenda, na kama inatupenda basi tufaidike na huo upendo. Katibu Tawala Msaidizi Uchumi na Uzalishaji mkoa wa Geita, Dr. Elfasi Msenya, amewasihi wakulima hao wasipoteze muda, bali wachukue elimu hiyo na kwenda kuitumia katika kukuza uchumi. Nishukuru uongozi wote wa mkoa wa Geita, kiongozwa na mkuu wa mkoa wetu Bwana Martin Shigera, kwa kuona umuhimu wa wafugaji wake kutembelea nchini Uganda kwa ajili ya kujifunza. Mheshimiwa mkuu wa mkoa alipata wito wa Mheshimiwa balozi, na kwa kweli Mheshimiwa balozi alitembelea, akawa ametuonyesha kama ofisi ya mkuu wa mkoa fursa zilizopo nchini Uganda ambako Tanzania tunaweza tukajifunza. Ni baada tu ya kupata kibali kutoka ofisi ya Rais TAMISEMI kuwaruhusu wataalamu pamoja na hao wafugaji kuja nchini Uganda. Hivyo ni fursa kwetu na fursa kwa wafugaji wetu, wamepata kuona mengi ambayo hawajawahi kuona, na wanashangaa. Wameweza kuona ng'ombe wa uzito wa zaidi ya kilo 700 wanafugwa hapa. Kwa hiyo naamini baada ya kupata hii elimu wataiga, hawatatoka bure, wataiga, watajifunza, watatuletea hiyo elimu pale nyumbani kwetu Tanzania, na wataboresha uchumi wao kwa ujumla wake. Nao wafugaji wameishukuru serikali kupitia ofisi ya mkuu wa mkoa wa Geita kwa kufanikisha wao kupata mafunzo hayo ambayo yanaenda kuleta tija kwenye uchumi wao na nchi kwa ujumla. Nishukuru kwamba tumejifunza mambo mengi sana kuhusiana na ufugaji wa wenzetu Waganda wanavyofanya. Tumeona ng'ombe wa nyama kama unavyoona, ng'ombe wa maziwa, tumetembelea sehemu nyingi. Tumejifunza vitu vikubwa sana. Kumbe wa Tanzania na wafugaji wengine wanaoniona hapa, naomba tupate hii chachu kwamba tunahitaji kuboresha sana ufugaji wetu.
Nimejifunza mfugaji sio maskini, ni mtu wa kuthaminiwa sana, anayeweza kukuza uchumi wa nchi. Tumejifunza jinsi tunavyoona kama ng'ombe wanavyoonekana hapa. Hawa ni ng'ombe aina ya Sahiwal ambao tumewaona kwa muda kama wa mwaka mmoja na nusu. Ng'ombe anaweza kuwa na kilo 300 na points kwa muda wa mwaka mmoja na nusu. Na zaidi tukiona wengine pia wako pale wakubwa zaidi, wana kilo mpaka. Ibrahim Jamali, Sky TV. Naam, kila laheri kwa wale ambao wameweza kushiriki katika ziara hii, na naamini watakaporejea nchini Tanzania mambo yatakuwa mazuri kwa upande wa ufugaji. Mtazamaji, unatazama Ulimwengu Habari, na kwa sasa ni mapumziko mafupi. Tutakaporejea tutaungana na Fred Cheti katika habari za kimataifa, ambapo huko kubwa zaidi ni Marekani yaitaka Rwanda kuondoa wanajeshi wake DRC. Sky TV. Iyula Malaika Sekondari iliyopo Kingolwilo, Morogoro mjini ni shule ya bweni na kutwa ya wavulana na wasichana wa dini zote, kidato cha kwanza hadi cha 6. Inawatangazia nafasi za masomo kidato cha 5 2025 kwa tahasusi za HGK, HKL na HGL. Sifa za mwombaji ni ufaulu wa kuanzia daraja C katika masomo matatu na kuendelea. Kuhamia kidato cha kwanza na 3 mwaka 2025 kwa masomo ya science, sanaa na biashara. Usajili unafanyika kila siku za kazi saa 2 kamili asubuhi shuleni Iyula Malaika Sekondari. Ada inalipwa kwa awamu 4 tu kwa mwaka. Form za kujiunga zinapatikana shuleni Iyula Malaika Sekondari na kwa Dar es Salaam Msimbazi Center chumba namba 9. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0786 88 58 80, 0747 84 50 01 au 0716 30 18 83. Mlete mwanao Iyula Malaika kwa elimu bora na ya uhakika. Jambo Entebbe, jambo Zanzibar. Air Tanzania inakuletea ruti mpya, yani Dar es Salaam moja kwa moja mpaka Entebbe, halafu Entebbe shwa mpaka Zanzibar, visiwa vya karafuu. Safari moja amazing, bei ni bomba kabisa. Dar to Entebbe ni kuanzia USD 159 tu. Entebbe to Zanzibar ni kuanzia USD 155 tu. Safiri kwa Rwanda uhakika kila Jumatatu, Ijumaa na Jumapili. Usikubali hadithi. Pakua Air Tanzania app au tembelea www.airtanzania.co.tz na ukate tiketi yako leo. Kwa mawasiliano zaidi piga +255 748 77 3900. Air Tanzania, the wings of Kilimanjaro. Sky TV. Habari za kimataifa. Karibu katika habari za kimataifa. Jina langu ni Fred Cheti. Marekani imeitaka nchi ya Rwanda kuondoa wanajeshi wake katika ardhi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kabla ya kusainiwa kwa mkataba wa amani, vyanzo vya kidiplomasia vimesema.
Kwa mujibu wa vyanzo mbalimbali ni kuwa Marekani, ambayo inaendeleza mpango wa amani katika eneo la mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, itahitaji Rwanda kuondoa wanajeshi wake katika eneo hilo kabla ya pande hizo mbili, DRC na Rwanda yenyewe, kutia saini ya makubaliano ya amani. Sharti hilo la Marekani huenda likaikasirisha Kigali, ambayo imekuwa ikitetea uwepo wake huko Kongo kutokana na kile serikali ya Kigali inasema makundi yenye silaha nchini Kongo ni tishio la kudumu kwa usalama wake na eneo la Maziwa Makuu. Serikali ya Rais Donald Trump, ambayo inasimamia mazungumzo ya amani nchini DRC, imewekeza mabilioni ya dola kwenye eneo la mashariki mwa nchi hiyo lenye utajiri wa madini. Rasimu ya mkataba wa amani iliyopendekezwa katika mikutano ya Doha na Marekani imeonyesha kwamba sharti mojawapo lililoorodheshwa kabla ya kusainiwa kwa mkataba wa amani huko mashariki mwa DRC ni kwamba Rwanda inatakiwa kuwaondoa wanajeshi wake, silaha na vifaa vyake vyote huko Kongo. Sharti hili la kuitaka Rwanda kuwaondoa wanajeshi wake huko DRC pia lilitolewa hivi majuzi katika mkutano wa kilele wa 26 wa viongozi wakuu wa Jumuiya wa Nchi za Afrika ya Kati ECOWAS uliofanyika huko Malabo katika nchi ya Equatorial Guinea mwishoni mwa juma lililopita, ambao walisisitiza kuwa lazima mipaka ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo iheshimiwe. Kwingineko, shirika la Umoja wa Mataifa la mpango wa chakula WFP limeonya kwamba maeneo kadhaa kusini mwa mji mkuu wa Sudani, Khartoum, yapo hatarini kukumbwa na baa la njaa kutokana na kuendelea kwa vita wenyewe kwa wenyewe nchini humo. Onyo hili la shirika la mpango wa chakula duniani WFP lilitolewa hapo jana siku ya Jumanne, huku kukiwa na uhitaji mkubwa wa rasilimali nyingi, wakati huu WFP ikielezea kukumbwa na upungufu wa fedha za msaada wa chakula kwa mikoa iliyoharibiwa na vita. Katika mkutano na waandishi wa habari mjini Geneva kwa njia ya video kutoka Port Sudan, mkurugenzi wa WFP nchini Sudani Laurent Bukera amefahamisha kuwa kiwango cha njaa na ufukara vimeenea katika sehemu nyingi za nchi hiyo zilizokumbwa na vita. Bukera anasema raia wengi wamekuwa wakiishi bila matumaini wala matarajio ya kupata chakula, hali ambayo pia inasababisha maafa zaidi. Haya yanajiri wakati Umoja wa Mataifa umeendelea kutoa wito kwa jumuiya za kikanda kuchangia katika juhudi za upatikanaji wa amani kwenye nchi hiyo. Na hatimaye, maafisa wawili wa polisi na raia mmoja wameuawa siku ya Jumanne Juni 10 kusini magharibi mwa Colombia katika mfululizo wa milipuko iliyoratibiwa na mashambulizi ya kutumia silaha, polisi imesema. Mapigano haya ya mara kwa mara kati ya jeshi la wapinzani la FARC hutokea katika maeneo ya Cauca na Valle de Cauca. Jumla mashambulizi 16 ya watu wenye silaha, mabomu yaliyotengwa katika magari na mashambulizi ya ndege zisizo na rubani yamelenga vituo vya polisi na majengo ya manispaa huko Cali, jiji la 3 kwa ukubwa nchini Colombia. Maeneo mengine ni katika manispaa kadhaa jirani, ambapo mkuu wa polisi Carlos Fernando Triana amekiambia kituo cha redio cha FM idara ya Cauca na Valle de Cauca ni eneo la mapigano kati ya jeshi la wapinzani wa kundi la zamani la kikosi cha wanajeshi wa mapinduzi la Colombia FARC ambalo lilitia saini makubaliano ya amani mnamo mwaka 2016. Kwa mujibu wa mkuu huyo wa polisi, wapiganaji hao wa msituni wanaadhimisha kumbukumbu ya kifo kwa mwaka 2022 cha kamanda wa zamani aliyejulikana kwa jina la Mayimbu, ambapo ametaja mashambulizi hayo kuwa ni ya kijinga. Milipuko mbalimbali imerekodiwa katika maeneo ya Valle de Cauca, ikiwa ni pamoja na mji wa Cali, mji mkuu wa mkoa, ambapo afisa wa polisi aliuawa, pamoja na mji wa Jumundi, Corinto na Buenaventura, bandari kubwa zaidi ya Colombia kwenye Pasifiki, na milipuko mingine ikitokea El Bodo iliyopo katika eneo la jirani ya Cauca huko Corinto. Mpiga picha wa shirika la habari la AFP ameandika uharibifu wa barabara na majengo yanayozunguka eneo hilo kufuatia mlipuko wa bomu uliotegwa katika gari. Na huu ndio mwisho wa habari za kimataifa. Habari za kimataifa. Sky TV.
Naam, asante Fredi Cheti kwa kutupeleka kimataifa kwenye ulimwengu wa habari. Na sasa ni mapumziko mafupi, tukirejea tutaungana naye Johannes Michael katika michezo na burudani. Kunani huko? Sky TV. Habari za michezo na burudani. Sky TV. Iyula Malaika Sekondari iliyopo Kingoluilo Morogoro mjini ni shule ya bweni na kutwa ya wavulana na wasichana wa dini zote, kidato cha kwanza hadi cha 6. Inawatangazia nafasi za masomo kidato cha 5 2025 kwa tahasusi za HGK, HKL na HGL. Sifa za mwombaji ni ufaulu wa kuanzia daraja C katika masomo matatu na kuendelea. Kuhamia kidato cha kwanza na 3 mwaka 2025 kwa masomo ya science, sanaa na biashara. Usajili unafanyika kila siku za kazi saa 2 kamili asubuhi shuleni Iyula Malaika Sekondari. Ada inalipwa kwa awamu 4 tu kwa mwaka. Form za kujiunga zinapatikana shuleni Iyula Malaika Sekondari na kwa Dar es Salaam Msimbazi Center chumba namba 9. Kwa wasiliano zaidi piga simu namba 0786 88 58 80, 0747 84 50 01 au 0716 30 18 83. Mlete mwanao Iyula Malaika kwa elimu bora na uhakika. Sky TV. Habari za michezo na burudani. Huarigani mtazamaji wa ulimwengu wa habari, karibu kwenye habari za michezo na burudani. Mimi ni Johannes Michael. Na moja kwa moja tunaanza na serikali imesema kuwa inaendelea kufuatilia kwa umakini sakata la mchezo wa ligi kuu Tanzania bara kati ya Simba na Yanga, lakini haitaingilia moja kwa moja kuepuka vikwazo vya FIFA, huku ikisisitiza kanuni na sheria zilizowekwa za uendeshaji wa mpira zifuatwe. Naibu Waziri wa Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo Hamisi Mwijuma ameyasema hayo leo Juni 11 mwaka 2025 bungeni jijini Dodoma alipojibu swali la nyongeza la mbunge wa Makete Mheshimiwa Festo Sanga. Mheshimiwa Waziri, kuimarisha timu ya taifa ni pamoja na kuhakikisha kwamba sheria na taratibu za michezo zinafuata nchini. Ligi yetu inaelekea mwisho, lakini kumekuwa na mvutano wa hizi timu mbili na viongozi wa TFF. Ipi kauli ya serikali? Nakushukuru Mheshimiwa Spika. Kama ambavyo unafahamu, shughuli za mchezo wa mpira wa miguu zina mamlaka zake za kimataifa na za kitaifa. Na tumekuwa tukisisitizwa mara kwa mara serikali kutoingilia moja kwa moja uendeshaji wa shughuli hizo ili kuepuka kuja pengine hata kufungiwa na FIFA katika nyakati hizi ambapo kitakwimu nchi yetu inafanya vizuri sana katika uendeshaji wa shughuli za mpira wa miguu. Mamlaka za uendeshaji na usimamizi wa shughuli za mpira wa miguu nchi hii ni TFF ambayo ni shirikisho la mpira wa miguu nchini, lakini pia na bodi ya ligi kuu ambazo serikali
hata taarifa ambazo tunazitoa hapa tuna rely kwenye taarifa tunazopata kutoka kwao. Kuhusu mchezo anaosema, tunafuatilia kwa karibu jinsi ambavyo mgogoro huu unaendelea kutatuliwa, lakini huku tukijaribu kwa kiwango kikubwa kabisa kutoingilia moja kwa moja maamuzi ya TFF na bodi ya ligi. Na kunako taarifa nyingine kutokana na sakata ambao linaendelea baada ya klabu ya Yanga kudai kwamba inalidai shirikisho la mpira wa miguu nchini TFF fedha za ubingwa, na kusema kwamba wanahitaji fedha ili waweze kucheza mchezo wa finali dhidi ya Singida Black Stars, mchezo ambao ulipangwa kuchezwa Juni 28 mwaka huu. Afisa habari wa TFF Mario Clifford Ndimbo ameweza kutoa ufafanuzi na kusisitiza kwamba mchezo wa kombe ya finali CRDB bado upo pale pale. Sisi tunachokisema ni kwamba tayari tumekwisha tangaza finali inachezwa wapi. Kwa hiyo maandalizi yanaendelea kwa ajili ya mchezo huo wa finali ya CRDB Bank Federation Cup ambao kama ambavyo tumetangaza kwamba watachezwa Zanzibar tarehe 28 saa 2:30 usiku. Kwa hiyo maandalizi mengine yote sisi tunaendelea nayo kama kawaida. Hayo ni mambo ya Young Africans. Lakini kunako taarifa nyingine ni kuhusiana na mbunge wa jimbo la Vwawa Mheshimiwa Japhet Yasunga amewahimiza vijana wa jimboni kwake kuendelea kushiriki kikamilifu katika shughuli za kimichezo, hususan mpira wa miguu kwa lengo la kukuza vipaji na kujenga afya bora. Mheshimiwa Yasunga ametoa kauli hiyo wakati wa hitimisho la mashindano ya Yasunga Cup yaliyofanyika katika uwanja wa CCM Vwawa, finali ya ambayo iliwakutanisha Ngomba FC ambao walikuwa wanakipiga na Lukava FC na kufainisha Lukava FC kuweza kuibuka na ushindi wa mabao 3-4. Lokana oye! Oye! Mabingwa oye! Oye! Asunga Cup oye! Baraka sana. Baba linajua. Nitumie nafasi hii kuwapongeza wote na kuzipongeza timu zote zilizocheza kwenye ngazi hiyo ya mashindano ya Jimbo Cup, yani kwa maana ya Asunga Cup, ngazi ya jimbo. Nazipongeza timu zote 6. Na tunajua michezo ni ajira, michezo ni afya, michezo ni uchumi. Niliamua kwamba hata katika baadhi ya kata kuwe na michezo inaendelea. Kata ya Sanga wamecheza, wana michezo ya mashindano ya Asunga Cup mengine yanaendelea. Na moja kwa moja katika michezo na burudani tunaenda kimataifa ambapo klabu ya Manchester City wamekamilisha usajili wa kiungo wa AC Milan Taji Lajes kwa dau la pound milioni 46.3. Mchezaji huyo mwenye umri wa miaka 26 amesaini mkataba wa miaka 5 kutumikia klabu hiyo. Huyu ambaye anatokea katika klabu ya AC Milan ameitumikia klabu hiyo kwa miongo kadhaa na amefanikisha kuweza kuondoka ndani ya klabu hiyo na ameenda kujiunga na kikosi cha Manchester City. Na kunako taarifa nyingine kuhusiana na kiungo wa zamani wa klabu ya Manchester City na nahodha wa timu ya taifa ya Ubelgiji Kevin De Bruyne amekubali kujiunga na mabingwa wa ligi kuu ya Italia Serie A Napoli. Kevin De Bruyne mwenye umri wa miaka 33 atajua kusaini mkataba wa kuitumikia klabu hiyo mpaka Juni mwaka 2027 na chaguo la kuongeza mkataba linapendekezwa kwamba inaweza akaongeza mkataba ambapo ameongeza mpaka 27 lakini anaweza akaongeza zaidi ndani ya klabu hiyo ya Napoli. Na huo ndio mwisho wa habari za michezo na burudani kwake Mariango Mgeta kuweza kuhitimisha ulimwengu wa habari. Habari za michezo na burudani. Asante Jonas Michael katika michezo na burudani. Mtazamaji, sasa tunaenda kupata utabiri wa hali ya hewa kwa saa 24 zijazo kutoka mamlaka ya hali ya hewa nchini TMA. Langu jina naitwa Godfrey Kazinja na kuwasilishia utabiri wa hali ya hewa kutoka mamlaka ya hali ya hewa Tanzania.
Mifumo ya upepo kwa siku ya kesho inatuonyesha upepo unatarajiwa kuwa wa wastani katika baadhi ya maeneo ya nchi, isipokuwa katika maeneo ya mwambao wa pwani ya Bahari ya Hindi upepo unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 40 kwa saa. Pia kukitarajiwa kuwa kuna mawimbi makubwa katika maeneo hayo. Mamlaka ya Tanzania inatoa angalizo la matarajio kuwa na vipindi fupi vya uwepo wa upepo mkali pamoja na mawimbi makubwa yanayofikia mita 2 katika maeneo yote ya mwambao wa pwani ya Bahari ya Hindi. Ni vyema mtumiaji wa bahari na yule anayependa kuwa katika fukwe za bahari kuwa makini na angalizo hilo. Kwa usiku wa leo tunatarajia kiwango cha chini zaidi cha joto ukilinganisha na maeneo mengine ya nchi kitu kufikia nyuzi joto 9 katika mkoa wa Njombe. Hali kadhalika kwa usiku wa leo tukitarajia maeneo ya nyanda za juu kaskazini mashariki, mkoa wa Tanga, visiwa vya Unguja na Pemba kutakuwa kuna hali ya mvua nyepesi japo ni katika maeneo machache. Maeneo mengine ya nchi yanatarajiwa kuwa na hali ya ukavu kwa ujumla. Na kwa siku ya kesho ni matarajio yetu nyanda za juu kaskazini mashariki, mkoa wa Tanga, visiwa vya Unguja na Pemba, jiji la Dar es Salaam pamoja na mkoa wa Pwani kutakuwa kuna hali ya mvua nyepesi japo ni katika maeneo machache pamoja na vipindi vya jua. Sehemu nyingine za nchi za usalia zinatarajiwa kuwa na hali ya ukavu kwa ujumla. Na sasa tumalizie utabiri wetu kwa kuangalia matarajio ya siku 4 zijazo katika baadhi ya miji kuanzia siku ya kesho kutwa. Jiji la Dar es Salaam linatarajiwa kuwa na hali ya mvua katika maeneo machache na vipindi vya jua. Kwa upande wa mkoa wa Dodoma unatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi pamoja na vipindi virefu vya jua. Mkoa wa Mwanza unatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi pamoja na hali ya ukavu. Kwa upande wa mkoa wa Kilimanjaro kiwango cha chini zaidi cha joto kinatarajiwa kufikia nyuzi joto 17. Mkoa wa Mbeya kiwango cha chini kabisa cha joto kinatarajiwa kufikia nyuzi joto 10. Hali kadhalika mkoa wa Morogoro kiwango cha chini kinatarajiwa kufikia nyuzi joto 17. Kwa upande wa mkoa wa Arusha kiwango cha chini kinatarajiwa kufikia nyuzi joto 13. Ni kutoka Mamlaka ya Hali ya Hewa Tanzania, tuna la ziada. Asante na nikutakie wakati mwema. Na utabiri wa hali ya hewa kutoka Mamlaka ya Hali ya Hewa nchini TMA kwa saa 24 zijazo ndio natufikisha tamati ya ulimwengu wa habari. Mtazamaji wa Sky TV, tufuatilie kwenye mitandao yetu ya kijamii kupitia YouTube, Facebook pamoja na Instagram, andika Sky International TV. Kwa niaba ya wote waliohusika katika maandalizi ya ulimwengu wa habari, mimi ni Maliango Mugeta, nikutakie utazamaji mwema.